Moja kati ya story ambayo imekuwa ni kubwa ile kinoma noma ni kuhusu kesi ya rapper Tupac. Unaambia hivi, hatimaye kesi ya mauaji ya rapper maarufu duniani Tupac Shakur imeanza rasmi, huku hatua ya kwanza ikiwa ni uchunguzi wa wajumbe wa mahakama, yani jury selection. Tukio hilo lilifanyika karibu miaka 30 tangu Tupac alipouawa kwa kupigwa risasi mjini Las Vegas mwezi Septemba mwaka 1996. Mtuhumiwa pekee aliyebaki hai katika kesi hiyo ni Duane aka Keffe D, au unaweza kumuita Keffe D Davis, ambaye alifikishwa katika mahakama ya wilaya ya Clark County iliyopo Nevada huko nchini Marekani kwa ajili ya kuanza rasmi mchakato wa kesi. Kwa mujibu wa taarifa za Associated Press, jaji aliyesimamia kesi hiyo alihoji takribani watu 75 walioteuliwa kuwa wajumbe mahakamani ili kubaini kuwa wanaweza kuhudumu bila upendeleo. Mahojiano hayo yalihusisha masuala ya migongano ya maslahi, matatizo ya kiafya pamoja na changamoto za lugha ambazo zinaweza kuathiri uwezo wao wa kusikiliza kesi kwa haki. Kwa hiyo hapa kuna watu takribani 75 wameteuliwa kwa ajili ya kuweza kupay attention, kuweka macho, masikio mpaka vinyweleo vyao vyote kusikiliza hii kesi ya mtu mzima Tupac. Huyu mnyamwezi sijui atachomoka. Unaambia hivi, Keffe D ambaye aliwahi kuwa kiongozi wa kundi la Crips anashtakiwa kwa kuhusika katika mpango uliosababisha kuuawa kwa rapper Tupac. Waendesha mashtaka wanadai kuwa alihusika katika upatikanaji wa silaha iliyotumika katika tukio hilo. Mtuhumiwa huyo alikamatwa mwaka 2023 na amekana mashtaka yote ya mauaji kwa kutumia silaha ya moto. Hata hivyo, upande wa mashtaka umejenga sehemu ya ushahidi wake kutokana na kauli ambazo Keffe D aliwahi kuzitoa katika baadhi ya mahojiano mbalimbali pamoja na kumbukumbu alizowahi kuziandika yeye mwenyewe. Wataalamu wa mambo wanakuambia kesi hii inatarajiwa kuweza kudumu kwa takribani mwezi mmoja. Ikiwa Keffe D atapatikana na hatia, atakabiliwa adhabu ya kifungo cha maisha jela. Sasa kuhusiana na issue nzima ya haki, hapa ndipo ambapo tutaweza kujua ni nani ambaye alihusika. Nadhani nakumbuka kwamba huu msala pia ulishia kuhusishwa na ile bifu ambayo ilikuwepo kati ya rapper Tupac Shakur pamoja na rapper The B.I.G. Notorious, na alianza kufariki mjumwezi rapper Tupac, then akafata The B.I.G. Notorious. Big Small Machi 9 mwaka 1997 naye pia alipigwa risasi. Sijui umenipata hapo kati? Maoni yako ni yapi katika hili ambalo tumetoka kuweza kulizungumza right now? Achia comment yako hapo chini, then mimi nitapita nayo katika episode ambayo inafuata. Massive shout out mingi sana kwako ambao unazidi kuweza kuchikaza bando lako hapa mjini YouTube Banger. Umetisha ile kinoma noma. Endelea kuweza kulink up na sisi kujua kuweza kupata more infos and updates ambazo zina drop kwa kitaa hiki hapa. I go by the name Kelvin K, your daddy, father of 6 babies, the ghost his voice. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.